Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na wanawake watakiwa kujitokeza kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Raia wa Burundi leo wajitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza tangu Ndayishimiye aingie madarakani. Na katika michezo, nyota wa timu ya taifa wanawake Enekia Kasonga atambulishwa rasmi kama mchezaji mpya wa FC Juarez ya Mexico. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mariam Fakini atakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa, John Masawe atakayekusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Hamud Sanze. Na tuanze na habari za kitaifa. Mwenyekiti wa mtaa wa Silivini ndugu Ramadhan Malugu ametoa wito kwa wanawake kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi za uongozi ili kuhakikisha usawa wa kijinsia katika nafasi za maamuzi. Akizungumza na SAUT TV habari, Malugu amesema kuwa uwakilishi wa wanawake katika uongozi wa mtaa bado ni mdogo, hivyo ni muhimu kuwahamasisha kushiriki kikamilifu ili kudumisha usawa wa kijinsia na kutoa fursa kwa sauti zao kusikika katika kupanga na kutekeleza miradi ya kijamii. Mwanahabari wetu Merina Po amefanya mazungumzo na mwenyekiti huyo na hii ni ripoti yake. Katika swala zima la uongozi kunahitajika kuwepo na usawa kati ya vijana, wanawake na wazee ili kuwepo na usawa katika swala zima la kufanya maamuzi. Na leo SAUT TV imetembea katika mtaa Silivini kuzungumza na baadhi ya wananchi pamoja na viongozi wa mtaa huu kujua je, walizingatia usawa katika kuteua viongozi wa mtaa huu. Kwenye nafasi zangu mimi za uongozi, manake fursa ziko sawa za wanawake na wanaume, na ikiwezekana pia na kiangalia kamati zangu zote, manake wanawake wanaweza kaa wengi kuliko wanaume. Iko hivyo. Kwa nafasi tunazingatia sana agenda, na kwa tunazingatia agenda kama nafasi 10 wanawake utaona 5 ama 6 za kazi za wanawake, afu ndio za wanaume. Wito wangu katika chaguzi zinazokuwa zikiendelea mpaka sasa hivi ni jukumu la wanawake kujitokeza, sababu nafasi zipo. Sasa kujitokeza nao ni changamoto nyingine kwa kina mama, sababu mwanamke anamwambia jitokeze, yeye anakwambia ni mimi, na wewe ndio ugombee. Kwa hiyo waingia wagombee, nafasi zipo na ziko wazi, ni wao tu wajitokeze waende kugombea. Kuna viongozi wa kike na wa kiume wote kwa usawa. Hata kwenye upande wa viongozi pia hata wa vyama, wamama wanaruhusiwa kugombea hizo nafasi na huwa zinatoka wanagombea. Ni mtu anapopitishwa kwa kweli analizia na anaifanya kazi kwa upendo. Kama mfano mimi nilichaguliwa kwenye kamati ya maafa na starehe kama mhasibu wa mtaa. Nilishukuru na kuifanya hiyo kazi na bado naendelea kuifanya kwa upendo na kwa kutenda haki. Unapotenda haki kwenye kazi ya mtaa ni vizuri zaidi, kwa sababu hata wananchi unaokaa nao pia wanakubali uwepo wako na utendaji wako wa kazi. Tukiachana na maoni ambayo yamezungumzwa na viongozi wa mtaa huu wa Silivini katika swala zima la namna wanavyozingatia usawa na fursa kwenye uongozi, tukasikia na maoni ya wananchi wa mtaa huu wanalipi la kuongea juu ya usawa wa fursa kwa viongozi. Katika uongozi wetu wa mtaa, fursa zinazotolewa kati ya wanawake na wanaume ni sawa, kwa sababu ni nchi ya kidemokrasia. Kila mmoja ana uhuru wa kuchagua au kuchaguliwa. Kwa hiyo hata wanawake pia nafasi hiyo wanayo kama walivyo wanaume. Kwa hiyo kila mmoja ana haki. Na pia katika serikali yetu hapa ya Malimbe wapo wanawake. Kwa upande wangu mimi nadhani nikasema kuna usawa na kuna fursa katika uongozi. Kwa sababu gani? Nikiangalia katika mazingira yangu kuna viongozi ambao wanajitokeza katika rika mbalimbali. Katika rika hizo kuna kuwepo vijana, pia kuna kwa rika ya kati, lakini pia na wazee. Kwa katika hili hakuna kipingamizi. Uongozi imara katika ngazi yoyote ya uongozi unazingatia usawa na fursa sawa kwa viongozi. Lazima kuwepo na vijana, wanawake katika swala zima la kufanya maamuzi. Nikiripoti kutoka katika mtaa wa Silivini, Merina Po wa SAUT. Shukran sana Merina Po kwa ripoti hiyo, na sasa tugeukie taarifa nyingine ambapo kila mwisho wa muhula wa pili Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino SAUT hutoa nafasi kwa wanafunzi wa mwaka wa 3 wa shahada ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma kuandaa na kuzindua filamu kama sehemu ya mafunzo yao kwa vitendo.
SAUT TV Habari imetembelea moja ya maeneo ya maandalizi hayo na kushuhudia namna ambavyo wanafunzi hao wamejiandaa kuelekea uzinduzi wa filamu hizo. Ripoti yake Caroline Samson inaeleza kwa kina juu ya taarifa hiyo. Kuelekea katika uzinduzi wa filamu wa mwaka 2024-2025 kwa wanafunzi wa Mass Communication mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha SAUT. Leo hii nimetembelea kati ya moja ya location ambayo wanafunzi hawa wanafanya maandalizi kwa ajili ya filamu hizi. Nikitaka kujua ni kipi wamekiandaa ama ni mwaka huu wamejipanga vipi kuhusiana na uzinduzi huu wa filamu. Twende tukasikilize. Kwa kweli tumejiandaa vizuri sana, yani kwenye kila sekta. Tukianzia kwenye sekta ya vifaa. Miaka mingine vifaa ilikuwa ni tatizo kubwa sana, tulikuwa tunafanya kushare na vitu kama hivyo, lakini mwaka huu tumejitahidi, tumepambana kadri ya uwezo wetu, tumetafuta vifaa vyetu kama boom mic. Zama na wakati wake, huu ndo wakati wetu sasa. Imeshafika. Mwishoni mwa semester kama kawaida broadcasting kama jinsi ambavyo huwa tunaandaa, hatunaga shughuli ndefu wala shughuli ambayo inaweza kuboa, lakini issue ni moja tu. Jambo letu lishakamilika sasa hivi, tunapika. Baada ya muda tutaweza kuwajulisha kama ni kipi. Jiandae, mwaka huu tunasema jipange. Jipange kwa lipi? Kuna vitu vingi mzangu huku unapofika. So mwaka jana tulikuwepo kwenye uzinduzi wa filamu hizi, lakini pia tuko na changamoto za wenzetu walizopitia na sasa hivi hizo changamoto sisi tumekuja kuziepuka ama kuziondoa kwa kiasi kikubwa. Kwa asilimia takriban 98 tumeweza kuondoa, kwa maana hivi hata mic tunatumia za kwetu rekodi, kamera tunatumia za kwetu, vifaa kama handle, slate na kadhalika tumekuja kununua za kwetu. Pia actors wetu wako vizuri sana in term of acting na vitu kama hivyo. Hata kwenye swala la maakuli kidogo watu wamezingatia. Sasa mtazamaji ambaye unatazama hii sasa hivi, ni kusihi tu ama nikukaribisha tu kwenye uzinduzi ambao utafanyika mwezi huu wa 6. Usipange kukosa wala. Na hao walikuwa ni baadhi ya washiriki katika maandalizi haya ya filamu, lakini pia nimepata wasaa wa kuzungumza na mwenyekiti wa kamati hii kuongelea upande wa kamati kwa mwaka huu wa adhimu inayosema jipange, wamejipangeje wao kama wao katika kuhakikisha kwamba hakuna namna ambayo mtazamaji ataacha kuridhika na maandalizi haya makubwa. Kuhakikisha kwamba tunaleta kitu kilicho bora na kitu ambacho kitawafurahisha watu wengi. Miaka iliyopita sio kwamba walikuwa hawaandai vitu vilivyo vizuri, lakini katika mwaka huu 2025 tumejipanga zaidi kuhakikisha tunaboresha na pia tunaleta vitu vya utofauti. Wetu kubwa tunakwambia jipange. Hakikisha unajipanga kisawasawa na unahakikisha unakuja kuzitazama hizi movie, kwa sababu tumejenga katika maisha halisi ambayo vijana wengi wanayapitia na watu ambao wanaishi katika mazingira ya chuo wanayapitia. Niwapende kuwakaribisha sana. Mimi ni Caroline Samson wa SAUT TV. Ni ripoti yake Caroline Samson hiyo, na sasa tupate taarifa nyingine ambapo baadhi ya wamiliki na wasimamizi wa hostel wamewataka wanafunzi kuhakikisha wanalipa kodi kwa wakati kama inavyoelekezwa kwenye mikataba yao ya upangaji ili kuepusha usumbufu usiokuwa wa lazima. Wakizungumza na SAUT TV Habari, wamiliki hao wamesema changamoto kubwa wanayokumbana nayo ni ucheleweshaji wa malipo, hususan katika kipindi hichi cha mwisho wa mwaka wa masomo, hali inayowaathiri kiutendaji na kifedha. Turejee kwake tena Mary Napo anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo. Kumekuwa na malalamiko mbalimbali kutoka kwa wamiliki na wasimamizi wa hostel ambazo wanaishi wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino katika swala zima la kuchelewa kulipa kodi kinyume na mkataba unavyohitaji. Na leo SAUT TV imetembea katika moja ya hostel mtaani hapa kuzungumza na baadhi ya wamiliki pamoja na wasimamizi kueleza changamoto zao ambazo zinawakuta katika kudai kodi katika kipindi ambacho ni nje ya mkataba. Changamoto tunazokutana nazo kuhusu kuishi na wanafunzi. Wanafunzi tunaishi nao kwa sababu majengo tuliyashajenga. Otherwise tungekuwa tuhitaji wanafunzi kabisa, kwa sababu wanafunzi hawatulipi kodi kwa wakati. Kila ukimuuliza mtu anakuambia boom, hiyo haieleweki ni kitu gani kwa mwenye nyumba. Sisi tunajua kuwa umepangisha mtu upate cha kwako uende zako, lakini matokeo wengine wanatoroka na hela, matokeo unalazimika kwenda kwa dini kwa vitu ambaye mwenye nyumba sisi wengine tunaona kama ni kero. Mimi ombi langu ni bahati mbaya tu kwa nyumba nilishajenga katika mtindo wa hostel. Otherwise ningepangisha wanazengu kuliko wanafunzi. Changamoto zilizopo kwa wanafunzi wanavyotaka kuondoka kwa hasa hichi kipindi cha mwisho wa mitihani masomo yao. Unakuta mwanafunzi
anakuwa na dhurumu, anakuambia kwamba bado hajapata bumu, kumbe ameshapata bumu, kodi yako haripi, mnakuwa mnapata changamoto ya kuanza kutafutana. Na kingine, mkataba, unakuta mtu amechukua mkataba, amesaini, anajua kabisa anaisha labda miezi ya katikati, lakini unakuta ni changamoto, mnaanza kutafutana mpaka muda wa mwisho. Nimekutana na baadhi ya wapangaji ambao wanaishi katika hii hostel, nao waeleze changamoto ambazo zinawakumba baadhi ya wanafunzi katika swala zima la kutekeleza malipo ndani ya wakati. Sisi kama wanafunzi ambao kwa pande mwingine ndio wapangaji wa hivi vyumba, tuna matatizo ya kutokulipa kodi kwa wakati inapofika mwisho wa mwaka wa masomo kulingana na mkataba. Sababu mojawapo ni kwamba wengi tunaishi kutegemea mikopo. So tunakuwa tumepewa mikopo lakini haiji pia kwa wakati. So na sisi hiyo hela tuipate kwa wakati, tunachelewa. Lakini pia kiufupi ni hali tu za maisha, hali ya maisha, kwa sababu ni vitu ambavyo tumekuwa tuna hali nzuri, tumekuwa tunapiga simu moja tunamalizana nao. So kutokana na hali ngumu pia kucheleweshwa hiyo mikopo yetu inatupa wakati mgumu wa kumalizia kodi inapofika mwisho wa mwaka wa masomo kulingana na mikataba. Mimi hapa nadhani hapo wenye nyumba ambao ndio wamiliki wa hivi vyumba tunavyoishi sisi wajitahidi tu kwa waelewa, yani kwamba ajue kwa ni hali ambayo inawakumba, ambao ni wanachuo, hatufanyi kazi yoyote, tumekuja kusoma. So inabidi wao wanatusikiliza, wasituchukulia kama ni utapeli au la. Ni kweli sisi kama wanafunzi tuna changamoto ya kulipa kodi kwa wakati. Tunakuwa tunalipa kinyume na makubaliano. Ni kwa sababu ya changamoto mbalimbali kama vile fedha. Maana wanafunzi wengi tunategemea sana bumu. Sasa inakuta muda bumu limecheleweshwa, hujalipa kodi, kwa hiyo mambo yanakuwa mengi, unashindwa kulipa kwa wakati. Vile vile tunashukuru pia wao wenye nyumba wetu, ni waelewa sana, wanajua kama sisi ni wanafunzi. Kwa hiyo tunashukuru wanatuelewa. Nikiripoti kutoka katika hosteli mojawapo iliyopo mtaani Silvini, mimi ni Merina Po wa SAUT TV. Asante sana Merina Po kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Tukianzia hapa barani Afrika, raia wa Burundi leo wamejitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza wa wabunge na viongozi wa serikali za mitaa tangu kuingia madarakani kwa Rais Evariste Ndayishimiye mwaka 2020. Uchaguzi huu umetajwa kuwa mtihani muhimu kwa uongozi wake na mustakabali wa demokrasia nchini humo. Kwingineko, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza marufuku mpya ya usafiri kwa raia kutoka nchi 12 kufuatia shambulio la hivi karibuni mjini Boulder, Colorado. Trump amezilaumu sera za mtangulizi wake Joe Biden kwa kumruhusu mshambuliaji raia wa Misri aliyekuwa ameongezewa muda wa visa kubaki nchini humo. Wakati baadhi wakiliona tamko hilo kuwa la kibaguzi, wafuasi wa Trump wamelisifu kama hatua madhubuti ya kukabiliana na tishio la kigaidi. Mwanahabari wetu Charles Mkama ana undani wa taarifa hizi za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesaini tamko rasmi la kiutawala linalozuia raia kutoka mataifa 12 kuingia nchini humo. Uamuzi huu umechukuliwa kufuatia shambulio lililotokea mjini Boulder, Colorado, ambapo maandamano ya kuunga mkono mateka wa Kiyahudi walioko katika mji wa Gaza yalilengwa zaidi. Marufuku hiyo ya usafiri katika muhula wake wa pili inahusisha nchi za Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Guinea ya Ikweta, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somali, Sudan na Yemen. Aidha, tamko hilo limewekewa vikwazo vya sehemu kwa wahamiaji kutoka Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone na Togo. Trump amezilaumu sera za uhamiaji za mtangulizi wake Joe Biden, akisema ndizo zilizochangia uwepo wa mshukiwa wa shambulio la Boulder nchini Marekani. Mshukiwa huyo ni raia wa Misri aliyekuwa ameongezewa muda wa kukaa baada ya visa yake kuisha na ambaye hata hivyo hakuweza kuathiriwa na marufuku hii mpya. Kwa mujibu wa mashahidi, mshukiwa huyo alionekana akitumia kifaa cha kutengeneza moto na kurusha katika eneo la tukio, huku tukio hilo likizua wasiwasi mkubwa na kuchochea mijadala mipana kuhusu usalama na sera
za uhamiaji nchini Marekani. Tangazo hili limeamsha kumbukumbu ya marufuku ya awali iliyotangazwa na Trump dhidi ya nchi nyingi zenye itikadi kubwa za Kiislamu ambayo ilipingwa vikali kitaifa na kimataifa. Hata hivyo, marufuku hiyo sasa imerejeshwa katika mazingira yenye mvutano mpya wa kisiasa na kiusalama. Hata hivyo, wakosoaji wamesema kuwa uamuzi huo ni wa kibaguzi na haihusiani na wahalifu halisi, bali inadhuru raia wa kawaida, huku wafuasi wa Trump wakimpongeza kwa uamuzi huo kama hatua madhubuti ya kulinda usalama wa taifa na kuzuia uwezekano wa mashambulio ya kigaidi. Raia wa Burundi wameshiriki katika uchaguzi wa kwanza wa wabunge nchini humo tangu Rais Evariste Ndayishimiye alipoingia madarakani mwaka 2020. Wapiga kura wamechagua wabunge watakaoketi katika bunge la taifa lenye jumla ya viti 123, huku pia viongozi wa serikali za mitaa wakichaguliwa kutimiza matakwa kama katiba ya nchi inavyoelekeza. Licha ya mafanikio ya awali ya kisiasa, Burundi bado inakumbwa na changamoto kubwa ya haki za binadamu, huku ripoti zikionyesha kuwepo kwa ukandamizaji dhidi ya wanahabari, wanaharakati na wapinzani wa kisiasa nchini humo. Kwa mara ya kwanza uchaguzi huu wa bunge na serikali za mitaa umefanyika kando na uchaguzi wa rais ambao umepangwa kufanyika mwaka 2027, huku mabadiliko ya katiba yaliyofanyika hivi karibuni yameongeza muda wa rais kukaa madarakani kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Operation kubwa ya uokoaji imefanyika katika jiji la Cologne nchini Ujerumani baada ya mabomu matatu ya enzi ya vita ya pili vya dunia yakigunduliwa wakati wa shughuli za ujenzi zikiendelea katika jiji hilo. Maelfu ya wakazi walilazimika kuondolewa kwa muda kutoka katika makazi yao ili kupisha vikosi vya usalama kutegua na kudhibiti mabomu hayo. Kwa mujibu wa maafisa wa mji, zaidi ya watu 15,000 walihamishwa kwa muda kama hatua ya tahadhari, huku shule, hospitali na huduma nyingine muhimu zikifungwa na mamlaka kusimamisha shughuli zote za maendeleo kufanyika katika maeneo husika hadi kazi za kutegua mabomu hayo itakapokamilika kwa mafanikio. Mabomu hayo ambayo bado yalikuwa na uwezo wa kulipuka yaligunduliwa katika maeneo tofauti ya jiji hilo, hali iliyozua tahadhari kubwa kwa mamlaka za usalama pamoja na vikosi maalum kufika katika eneo la tukio kuanza kazi ya kudhibiti mabomu hayo dhidi ya wananchi wanaoishi katika eneo hilo. Shukran sana Charles Mkama kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na John Masawe atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni John Masawe. Tukianzia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wajasiriamali jijini Mwanza wamesema biashara ya huduma za stationery imekuwa na mchango mkubwa katika kuingizia kipato cha kila siku. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamesema huduma hiyo imekuwa ikihitajika sana kwa wanafunzi kwa ajili ya uchapishaji wa nyaraka na maandiko ya kitaaluma, hivyo kuifanya kuwa chanzo cha uhakika cha mapato hasa katika maeneo jirani na vyuo. Tukiendelea kusalia hapa nchini Tanzania, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema serikali imefanya mazungumzo na taasisi za kifedha ikiwemo Benki ya Maendeleo ya Kilimo na benki nyingine ili kufungua dirisha maalum la mikopo kwa ajili ya kuwawezesha wajasiriamali nchini. Majaliwa amesema hatua hiyo inalenga kuwainua wafanyabiashara wadogo na wakati ili waweze kukuza mitaji yao, kuongeza uzalishaji na kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa taifa. Jonas Remi anaeleza kwa kina katika ripoti ifuatayo. Baadhi ya wajasiriamali jijini Mwanza wamesema kazi ya stationery imekuwa na umuhimu mkubwa hasa kwa kuwapatia kipato na kudumisha uhusiano baina yao na wanafunzi wa vyuo vikuu. Wameeleza hayo wakati wakifanya mahojiano maalum na SAUT TV kuhusu umuhimu wa kazi ya stationery katika kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kupata kipato ambacho kinanisaidia kuendesha maisha yangu baada ya kuhitimu degree yangu ya kwanza mwaka 2015. Mbili, imenisaidia pia kujiendeleza kimasomo, kuchukua degree ya pili, master degree. Kusomesha, kujiendeleza, kulipia ada na
ufanyaji kazi, lakini pia kwa kodi sehemu zote mbili ninapokaa na ninapofanya biashara, lakini vile vile imenisaidia kupata mahitaji yangu maalum, kula, kuvaa kwa. Licha ya uwepo wa umuhimu huo, maendeleo ya kidijitali yamekuwa changamoto kubwa inayoikumba kazi hiyo, kwani baadhi ya wateja hutumia simu zao kama kifaa cha kuandikia badala ya kupeleka stationari kwa ajili ya kuandikiwa kwenye kompyuta. Globalization wanaita au ukuaji wa mtandao. Tunakutana katika, alafu kazi zinahitajika, kwa inapelekea kucheleweshwa kwa kazi mbalimbali. Uaminifu kati ya sisi na wateja, ambapo unakuta tunafanyia mtu kazi, lakini mwisho wa siku ulipaji unakuwa mgumu. Smartphone watu wengi wanatumia na au artificial intelligence ambayo inasaidia sana kwenye simu. Mtu akienda kule akitafuta material anapata, basi anaifanya kuconvert tu, anaiweka kwenye mfumo wa soft na anakuja kuprint kwa shilingi 100. So interval ya shilingi 700 inageuka kuwa shilingi 100. Huko jijini Dodoma, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema serikali imezungumza na taasisi za fedha kama Benki ya Kilimo, Biashara pamoja na nyinginezo kufungua dirisha kwa ajili ya wajasiriamali kupata mikopo. Majaliwa amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali na majibu. CRDB, NBC, Tunazania na Mkombozi benki nazo, hizi ni benki ambazo tayari tumezungumza nazo na wameshatekeleza maelekezo ya serikali ya kufungua dirisha kwa ajili ya kutoa fursa za wajasiriamali, sio wavuvi tu, hata wafugaji kwenye sekta ya kilimo, wafanyabiashara wadogo. Hawa wote wana nafasi ya kwenda kukopa, pamoja na kimamalishe na babalishe. Wote hawa wanapata mikopo kutoka ile midogo ya kati mpaka mikubwa. Muhimu kaeleze mpango wako wa biashara. Hata hivyo, Majaliwa amewahakikishia Watanzania ambao wanapanga mpango wa kuingia katika ujasiriamali wakiwemo wavuvi kuwa fursa ya kupata mkopo ipo kupitia mfuko wa serikali. Kwa upande mwingine, Majaliwa amewasisitiza wajasiriamali wote wanaochukua mikopo kuhakikisha wanalipa madeni yao kwa wakati ili kuwawezesha watu wengine. Na katika upande wa kimataifa, Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema Canada iko tayari kujibu pigo kwa Marekani ikiwa mazungumzo na Washington ya kuondoa ushuru wa Trump hayatafanikiwa. Carney ameliambia baraza la Commons kwamba Canada ipo kwenye mazungumzo ya kina na Marekani juu ya ushuru uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Chama cha wafanyakazi cha Canada Unifor kimetoa wito wa ushuru wa kulipiza kisasi, huku Waziri Mkuu wa Ontario Doug Ford akimtaka Mark Carney wa Canada asikae chini na kumruhusu Rais Trump. Canada ikiwa ni wauzaji wakuu wa chuma na alumini kwenda Marekani wamejiandaa kulipiza kisasi juu ya ushuru uliowekwa na Marekani, huku Umoja wa Ulaya ukiripoti maendeleo katika mazungumzo ya kibiashara. Wakati hao yakiendelea, bado ushuru mpya wa metal wa Marekani umeonekana ukisababisha usumbufu zaidi katika uchumi wa dunia. Ushuru wa Rais Donald Trump kwa uagizaji wa chuma na alumini ulianza siku ya jana, hatua ambayo itawaathiri washirika wa karibu wa kibiashara wa Marekani ikiwemo Canada na Mexico. Trump amewatoza ushuru waagizaji wote wa bidhaa kutoka nchi za kigeni kutoka Marekani kutokana na sera kuu ya vita vyake vya kibiashara vilivyopelekea kuvuruga mtiririko wa kibiashara na kuharibu masoko ya fedha. Ongezeko la ushuru wa Marekani kwa metal hizo mbili hadi 50% kutoka kwa kiwango cha 25% kilichoanzishwa mnamo mwezi Machi lilianza kutumika hapo jana, huku ushuru huo ukitumika kwa washirika wote wa kibiashara isipokuwa Uingereza. Mpatanishi wa biashara wa mataifa 27 wa Umoja wa Ulaya Maros Sefcovic na mwakilishi wa biashara wa Marekani Jameson Greer wamesema mkutano huo uliofanyika mjini Paris ulikuwa wa kujenga zaidi. Greer alisema mazungumzo hayo yalikuwa yakiendelea haraka na yalionyesha nia ya Umoja wa Ulaya kufanya kazi nao kutafuta njia madhubuti ya kufanikisha biashara ya kuheshimiana. Shukrani sana Jonas Remi kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za michezo na Hamudi Sanze. Endelea kutazama SAUT TV Habari. Mimi ni John Masawe.
Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamchezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze. Na tukianzia hapa nyumbani Tanzania, katika hatua kubwa kwa maendeleo ya soka la wanawake nchini Tanzania, nyota wa timu ya taifa ya wanawake Enekia Kasonga ametambulishwa rasmi kama mchezaji mpya wa FC Juarez, klabu inayoshiriki ligi kuu ya Mexico. Kasonga anakuwa Mtanzania wa tatu kujiunga na klabu hiyo ya Amerika ya Kati, akiungana na wenzake Opa Clement na Jurita Sengano waliotangulia kutua huko. Na tukienda katika uga wa kimataifa, ambapo mashindano ya kutafuta waogeleaji bora kwa ajili ya ubingwa wa dunia wa Aquatics 2025 yameanza tena nchini Canada, ambapo Sama McIntosh na Joshi Liendo ni miongoni mwa nyota wanaotarajiwa kung'ara kwenye majaribio hayo yatakayofanyika wiki hii katika mji wa Victoria nchini Canada. Mwanamchezo wetu Henry Shita ana undani wa habari hizi za michezo. Kabla kujiunga na klabu hiyo, Enekia Kasonga Unyamila alikuwa anakipiga katika klabu ya Mazatlan FC inayoshiriki ligi hiyo ya Mexico, na aliifungia mabao 6 kwenye michezo 18 ya ligi hiyo. Unyamila ambaye aliwahi kuvitumikia vilabu kama Eastern Flames ya Saudi Arabia, FC Kaibrez ya Ukraine na Ausvas Asazag ya Morocco. Enekia Unyamila anaenda kuungana na wachezaji wenzake wa Tanzania ambaye ni Opa Clement na Julius Singano, ambao wao walikuwa wanaitumikia Juarez FC toka msimu ulioisha. Majaribio ya kuogelea ya Canada ya mwaka 2025 yanatarajiwa kuanza tarehe 7 hadi tarehe 12 Juni katika kituo cha Jumuiya ya Madola kilichoko Victoria. Mashindano haya ya siku 6 yataamua waogeleaji ambao wataiwakilisha Canada katika mashindano ya dunia ya majini yanayotarajiwa kufanyika nchini Singapore kuanzia mwishoni mwa Julai. Nyota wa mchezo huo akiwemo mshindi wa medali ya dhahabu ya Olympic Sama McIntosh pamoja na Josh Liendo wanatarajiwa kung'ala kwenye jimbi la ushindani. McIntosh ambaye ameweka rekodi kadhaa duniani anatarajiwa kuonyesha ubora wake kwenye mita 200 na 400 huku akiogelea butterfly na freestyle nyingine. Kwa upande wa wanaume, macho mengi yataelekezwa kwa Josh Liendo ambaye ni bingwa wa mita 100 kuogelea butterfly. Liendo anatarajiwa kutumia mashindano haya kama maandalizi muhimu kuelekea Singapore, huku akitarajiwa kushindana vikali na chipkizi wanaokuja juu. Waogeleaji watakaofuzu katika majaribio hayo wataungana na timu ya taifa ya Canada kuelekea huko Singapore katika mashindano ya dunia ya Aquatic ya mwaka 2025. Kwa sasa maandalizi yamepamba moto na viwango vya ushindani viko juu zaidi. Henry Fada, South TV. Shukrani sana Henry Shita kwa taarifa hizo za michezo, na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Hamudi Sanze, na sasa turejee kwake Mariam Faki kwa kutamatisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Hamud Sanze kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Wanawake watakiwa kujitokeza kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Raia wa Burundi leo wajitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa kwanza tangu Ndayishimiye aingie madarakani. Na katika michezo, nyota wa timu ya taifa wanawake Enekia Kasonga atambulishwa rasmi kama mchezaji mpya wa FC Juarez ya Mexico. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mariam Faki. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa South TV. Uwe na usiku mwema.